Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Marekani, Israeli ya Iran, vita ambavyo kila siku vinaendelea kwa kasi kwelikweli. Na zipo taarifa mbalimbali tulizoko nazo ambazo naendelea kukusogezea ya yale ambayo yameendelea kujiri kutoka huko kwenye uwanja wa kivita na yale ambayo yanaendelea ambayo yanalenga kutafuta amani. Na miongoni mwa taarifa tuliyoko nayo ni kwamba vikosi vya Marekani vimeharibu manuari 11 za Jamhuri ya Kiislamu wakati wa operesheni dhidi ya Iran. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth anasema, "Tumeharibu na kuzamisha zaidi ya meli 120 za jeshi la majini." Alisema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Meli zao za uso si sababu tena. Manuari zao walizokuwa nazo hapo awali 11 zimetoweka. Bandari zao za kijeshi zimeharibika, mkuu wa Pentagon alibainisha. Lakini Iran, kumbuka, wao hawajasema lolote, wapo kimya kabisa, lakini Marekani ameendelea kujinasibu kwa mambo mengi anaendelea kuyazungumza. Ndege ya kivita ya kizazi cha 5 ya Marekani aina F-35 inayoendeshwa na jeshi la anga la Marekani ililazimika kusitisha safari za kivita na kutua kwa dharura kwenye kambi ya anga ya Marekani Mashariki ya Kati baada ya kushambuliwa na ulinzi wa anga wa Iran, kulingana na CNN. Captain Tim Hawkins, msemaji wa amri kuu ya Marekani CENTCOM, alithibitisha kwamba rubani alifanikiwa kutua kwa dharura na bado yupo katika hali nzuri. Vile mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa Marekani Tulsi Gabbard amekiri kwamba malengo ya Marekani na Israeli katika operesheni yao ya pamoja kijeshi dhidi ya Iran hayaendani. Malengo ambayo yametolewa na rais wa Marekani Donald Trump ni tofauti na malengo ambayo yametolewa na serikali ya Israeli. Gabbard anachukuliwa rasmi kuwa mratibu wa shughuli za mashirika yote 18 ya ujasusi ya Marekani. Vile kwa Pentagon tena ni kwamba Pentagon inaomba bunge la Marekani fedha za ziada ili kuhakikisha mwendelezo wa operesheni za kijeshi za sasa dhidi ya Iran na kujaza tena hazina zake. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth anasema, akitoa maoni kuhusu ripoti kwamba idara yake inakusudia kupata zaidi ya dola bilioni 200 katika ufadhili wa ziada kwa ajili ya operesheni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Anasema kuhusu dola bilioni 200, nadhani idadi hiyo inaweza kuhama. Ni wazi inahitaji pesa kuwaua watu wabaya. Kwa hivyo tunarudi bungeni na watu wetu huko ili kuhakikisha kwamba tunafadhiliwa ipasavyo kwa kile ambacho kimefanywa. Vile chombo cha ujasusi cha kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimeripoti kukamatwa kwa watu wasiopungua 178 kwa tuhuma za kushirikiana na mashirika ya usalama ya Israeli. Taarifa yao inasema wasaliti hawa walipeleka kwenye vituo vya ukaguzi na vya Msalaba Mwekundu pamoja na picha za vituo vilivyoharibiwa na vilivyo hatarini kwa huduma za ujasusi za adui wa Marekani na Wazayuni ili mashambulizi yaweze kuanzishwa dhidi ya malengo haya. Shirika la habari la Tasnim liliweza kunukuu taarifa kutoka shirika la ujasusi la IRGC likisema vile serikali za Kiarabu zilikuwa na hasira kuhusu shambulio la Israeli kwenye uwanja wa gesi wa South Paris nchini Iran na kushindwa kwa Washington kulizuia. The Wall Street Journal inaripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na vyanzo, maafisa wa Guba walikuwa wameshawishi kwa ukali utawala wa Washington kusimamisha mashambulizi ya Marekani na Israeli kwenye miundombinu na nishati ya Iran, na sasa wanahisi shabaha imeelekezwa migongoni mwao. Vile operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran inaonyesha kwamba Marekani imepoteza udhibiti wa sera yake ya kigeni ikitegemea hesabu za mamlaka ya Israeli. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri bin Hamad bin Hamud Al Busaidi anasema kwenye makala gazeti la Uingereza la The Economist. Ukosefu mkubwa wa hesabu wa utawala wa Marekani bila shaka ulikuwa unajiruhusu kuingizwa katika vita hivi hapo awali. Hiki si vita vya Marekani na hakuna uwezekano wowote ambapo Israeli na Marekani zitapata wanachotaka kutoka humo. Tunatumaini kujitolea kwa Marekani kwa mabadiliko ya utawala ni kwa maneno tu, ili hali Israeli inatafuta waziwazi kupinduliwa kwa Jamhuri ya Kiislamu na labda haijali sana jinsi nchi inavyotawaliwa au na nani mara tu hili litakapopatikana. Vile operesheni nchini Iran imeonyesha kuwa idara ya ulinzi ya Marekani imekuwa ikitegemea zaidi makombora ya ardhini kama vile ATACMS na Precision Strike. The Wall Street Journal inaandika, kulingana na wachambuzi wa gazeti hilo, mashambulizi ya makombora yanaonyesha kuongezeka kwa utegemezi wa Pentagon kwa makombora ya ardhini pamoja na mifumo ya roketi nyingi za HIMARS zenye magurudumu ya juu na mabadiliko ya vita kawaida dhidi ya mataifa makubwa. Lakini pia Pentagon inahamisha kikosi kikubwa cha wanajeshi wa majini hadi Mashariki ya Kati na kusababisha baadhi ya watu kudhani kwamba hatua hiyo inaweza kuwa kikwazo cha kuteka visiwa kusini mwa Iran ili kulazimisha Teherani kurejesha
wazi mlango bahari wa Hormuz, The Wall Street Journal inaripoti ikinukuu vyanzo. Kumbuka Iran ameweka ngumu kwenye mlango bahari licha ya kwamba Marekani ameripoti kwamba ameweza kuangamiza meli za Iran na mengineo mengi, lakini Iran bado meli ambazo zitakiuka taratibu alizoziweka kwenye kuvuka mlango bahari wa Hormuz basi amekuwa akiziadhibu. Vile vile kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimetangaza mashambulizi dhidi ya malengo kadhaa muhimu ya kimkakati nchini Israeli, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv na viwanda kadhaa vya kusafisha mafuta. Mashambulizi hayo yamefanyika alfajiri Alhamis. Vile vile Marekani itapoteza matrilioni ya dola kutokana na vita na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema, akitoa maoni yake kuhusu hadithi ya Washington Post ikisema Pentagon inalenga kuomba dola bilioni 200 ili kuendelea na operesheni hiyo. Iran bado haijamaliza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani na Israeli kwenye miundombinu yake ya nishati. Mwakilishi wa makao makuu ya Hatam al-Anbiya ya jeshi la Iran anasema, tunawaonya adui kwamba mmefanya kosa kubwa kwa kushambulia miundombinu ya nishati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na majibu tayari yanafanywa na bado hayajakamilika. Jeshi pia limeonya kwamba ikiwa mashambulizi yatarudiwa, majibu yatakuwa makali zaidi kuliko mashambulizi ya sasa. Pia Iran inadai kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulipe fidia kwa uharibifu uliotokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu yaliyorushwa kutoka ardhi ya Falme za Kiarabu. Mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan anaandika kupitia barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Vile vile kwa Iran ni kwamba Iran inajiandaa kwa vita vya muda mrefu vya kuhama, huku ikitaka uhakikisho kwamba Marekani na Israeli hazitaanzisha tena mashambulizi katika siku zijazo. Gazeti la Financial Times limeripoti likinukuu vyanzo. Kulingana nao, Iran inaona mzozo huo kama tishio la kuwepo na haitasimama hadi itakapopata uhakikisho na unafuu wa vikwazo. Jamhuri ya Kiislamu inaamini kwamba isipokuwa itapata dhamana hizi, mashambulizi yanaweza kuanza tena. Teherani inataka kuhakikisha maadui zake wanalipa gharama ya kutosha ili wafikirie mara mbili kabla ya kuanza tena mashambulizi. Vyanzo vilisema utawala wa Irani unawaeleza watu kwamba uko tayari kwa mzozo mrefu. Gazeti hilo liliandika, ingawa Marekani hapo awali ilisema itakuwa tayari kukomesha uhasama, kusimamisha mzozo huo hakutakuwa kwa Washington pekee. Vile vile nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na India, Iraq, China, Malaysia na Pakistan zinafanya mazungumzo na serikali ya Iran ili ziweze kupitishwa salama kwa meli zao kupitia mlango bahari wa Hormuz. Lord List Intelligence inaripoti angalau meli 9 sasa zimetoka kwenye mlango bahari kupitia njia salama inayopitisha meli kupitia maji ya eneo la Iran kupitia kisiwa cha Larak cha Iran ambacho kinatumiwa na jeshi la wanamaji la IRGC. Pia inasema kwamba meli moja tu ya mafuta inaeleweka hadi sasa kuwa imefanya malipo yanayosemekana kuwa yapata dola milioni 2 kama sehemu ya makubaliano ya kupitisha au kupita kwenye mlango huo bahari. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Israeli haitashambulia uwanja wa gesi wa Paris kusini mwa Iran kuanzia sasa. Marekani haikujua chochote kuhusu shambulio hili maalum na nchi ya Katari haikuwa na umbo lolote wala haikuwa na wazo lolote kwamba ingetokea, Trump aliandika kupitia mtandao wa Trust Social. Vilevile Teheran imesema imeshambulia kiwanda cha kusindika mafuta huko Yanbu, mji wa bandari kwenye pwani ya Bahari Nyekundu magharibi mwa Saudi Arabia. Mtangazaji wa television na radio wa serikali ya Iran anaripoti. Kulingana na ripoti hiyo, makombora kadhaa yaligonga kiwanda cha kusafisha mafuta huko Yanbu ya Saudi Arabia kwenye pwani ya Bahari Nyekundu na kuongeza kuwa Wamarekani wamewekeza katika kituo hicho. Vilevile rais wa taifa la Marekani Donald Trump anasema amemuonya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu dhidi ya kushambulia vituo vya mafuta na gesi nchini Iran na akaahidi kusimamisha mashambulizi hayo. Nilimwambia asifanye hivyo na hatafanya hivyo, aliwaambia waandishi wa habari. Kulingana na Trump, Marekani na Israeli hufanya kazi kwa uhuru, lakini wakati wa huo huratibu juhudi zao. Tuko huru, tunaelewana vizuri, imeratibiwa, lakini wakati mwingine atafanya jambo na kama silipendi na kwa hivyo hatufanyi hivyo tena. Vilevile kuunga mkono kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance vita vya Iran huenda kutamsaidia kwenye uchaguzi wa rais wa 2028 iwapo atachagua kugombea, The Washington Post imenukuu vyanzo. Kulingana nao, mgogoro wa muda mrefu utakuwa mtihani kwa Vance ambaye bado hajafanya uamuzi wa mwisho kama atatafuta uteuzi wa urais. Makamu wa rais aliunga mkono uamuzi
wa kiongozi huyo wa Marekani wa kuanzisha operesheni ya kijeshi, hadithi hiyo ilibainisha. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.